Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Kuna wakati unaweza ukakaa ukajiuliza kwamba hivi akili ya rais wa Marekani Donald Trump ni ya kuchajiwa, imewekwa battery, ama ni akili ya namna gani? Lakini majibu yake huwezi kuyapata kwa lugha nyepesi. Ni kwamba rais wa Marekani kadri siku zinavyozidi kwenda ndivyo ambavyo anakuwa mtu wa ajabu sana. Kwa lugha nyepesi na adhim tunaweza kumuita unusual person, yani mtu asiyekuwa wa kawaida katika sayari hii ya dunia. Sasa kama umekuwa ukifuatilia kwa karibu sana taarifa zetu tokea hapa Ihoma TV na ripoti mbalimbali kumhusu rais wa Marekani Donald Trump, lakini hasa mgogoro unaendelea kati ya Marekani na Iran, ni kwamba Marekani amekuwa akitoa kauli tofauti na kauli zenye utata mkubwa sana kwa Iran, lakini pia na hata kwa washirika wake ambao amekuwa akishirikiana nao katika baadhi ya mambo, ambaye kwa sasa kila mshirika amekuwa akijiachia mmoja baada ya mwingine. Yani kila mshirika amekuwa akijengua katika ushirika wake uliokuwa hapo awali, na yeye ambaye aliamini kwamba ni ushirika ambao yeye anashirikiana nao bega kwa bega, hata kwa mambo yake ya ovyo, basi washirika wake huenda watakuwa naye pamoja. Lakini imekuwa sivyo kabisa. Washirika wake wote hivi sasa wameanza kupambazuka, wameanza kupambanua akili zao, na wameanza rasmi kujielewa kikamilifu kwamba wao wanapaswa kuwa na mamlaka zao na wanapaswa kuheshimika katika ulimwengu huu wa sasa. Sasa siku ya leo ndipo ambapo utacheka sana ama utafurahi sana kwa kauli ya rais wa Marekani Donald John Trump aliyotoa mapema siku ya leo, ambapo tulifuatilia kwa karibu sana lile sakata ama janga la rais wa Marekani Donald Trump na Papa Leo wa 14 kutokea pale jijini Vatican nchini Italia, ambapo rais wa Marekani aliibua taharuki kubwa sana mara baada ya kumkashifu Papa Leo wa 14 kwa lugha nyepesi, akimtusi kiongozi mkuu huyu wa kiroho kutokea pale Italia, ambapo jambo hili liliibua taharuki kubwa na liliibua hisia za karibu sana, hasa ikizingatiwa kwamba huyu ni kiongozi mkubwa wa ulimwengu wa kiroho ambaye anaheshimika sana, si tu kwa Wakristo, si tu kwa wanadini, bali hata kwa ulimwengu mzima, na hii ni ile hadhi yake ambayo anayo kwa ulimwengu huu. Sasa kashifa aliyoitoa Donald Trump kwa Papa Leo ndio ambayo iliibua sababu kubwa sana ya taharuki ambayo ilitanda, na pia taharuki nyingine ilitanda mara baada ya Papa Leo wa 14 kumjibu rais wa Marekani Donald Trump akiwa pale katika ziara yake barani Afrika nchini Cameroon, lakini pia hata alifanya mapema nchini Algiers, ambapo swala la Papa Leo kumjibu rais wa Marekani Donald Trump ndilo swala ambalo limeibua pia ukosoaji kwa baadhi ya watu, lakini wengine wakisema kwamba Papa Leo amefanya sahihi. Sasa iko wazi kwamba kuna wakati watu wameshawahi kusema ya kwamba kichaa usimkabidhi rungu, yani ukimpa kichaa rungu basi matokeo yake ni kwamba atasababisha madhara makubwa sana kwa watu wasiokuwa na hatia. Na kuna wakati pia watu hao huwa wanasema kwamba yani ukicheka na nyani utavuna mabua, na ukicheka na kichaa ukimwendekeza sana na ukapigizana naye kelele, basi na wewe pia utaonekana kuwa ni kichaa. Hii ndio tafsiri ya wazi ambayo inaibuka hivi sasa. Sasa mara baada ya mtafaruku ulioibuka kwa siku za hivi karibuni, hasa siku mbili zilizopita, kauli ya Trump na kauli ya Papa Leo, kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki ulimwenguni, siku ya leo Donald Trump pia ameibua taharuki nyingine kwa kutoa kauli mpya ambayo imeelezewa kuwa kauli ya hovyo sana kuwahi kutolewa na kiongozi huyu wa taifa la Marekani, na maanisha Rais Donald John Trump, ambapo leo amemtaka Papa Leo wa 14 yani asimame na atoe hotuba yake ama azungumzie janga la wa Irani, akisema kwamba amhukumu Irani kwa kile ambacho anakifanya. Moja, amhukumu Irani kwa tuhuma za mauaji ya raia wasiokuwa na hatia katika vita vyake dhidi yake na Marekani. Yani ni jambo la aibu sana, ni jambo la ajabu sana kwa rais wa Marekani Donald John Trump kulizungumza hili, kwa sababu kule Irani Marekani ametekeleza mauaji ya kutosha na Israeli wakiwa pamoja. Sasa Rais Donald John Trump anamwambia Papa Leo wa 14 kwamba atoke ofisini, aache kiti, asimame na atoe hotuba, azungumze, amhukumu ama amtuhumu Irani kupitia viongozi wake, kupitia watu wake na kupitia jeshi lake kwa kutekeleza mauaji ya raia wasiokuwa na hatia katika vita vyake. Cha kwanza akisema kule Israeli ameua raia wasiokuwa na hatia katika majengo mbalimbali ya makazi, akilenga malengo ya raia. Hilo la kwanza.
La pili, Donald Trump amesema kwamba pia atoe tuhuma mseto kwa Irani juu ya kuwa raia wapatao 42,000 ambao walikuwa wameandamana kwa amani, yani wakiwa na dhamira ya kudai haki jijini Tehran. Hilo la pili. Lakini pia jambo lingine ambalo amelizungumza Rais Donald John Trump ni kwamba amemtaka Papa Leo kumwambia Irani asitishe moja kwa moja mabomu yake ya nyuklia na kuzalisha silaha hizo ambazo amesema kuwa tishio la ulimwengu. Lakini pia akielekea mwishoni, Donald Trump pia amemwambia Papa Leo wa 14 kwamba amtake Irani asitishe vita mara moja dhidi yake na Marekani. Licha ya kwamba Marekani ndiyo ambaye ndiyo mchokozi zaidi katika vita hivi. Marekani ndiye ambaye mchokozi na ndiye ambaye mwanzo wa chokochoko ya vita hivi baada ya kumua kiongozi mkuu Ayatollah Said Ali Khamenei Hussein siku ya Februari 28 mwaka huu 2026. Sasa kwa mtu ambaye ana akili timamu, kwa mtu ambaye ana akili ambayo inafanya kazi vizuri, kwa mtu ambaye ana fikra chanya, pengine huenda ukimwendekeza sana Rais wa Marekani Donald Trump, ndipo ambapo na wewe pia unaingia kwenye uwanja mmoja na kuonekana pengine na wewe pia akili zako ziko sawa na yeye. Ndio jambo ambalo Rais Donald Trump yeye analifanya, jambo ambalo pia limekuwa likionyeshwa kama mfano kwa watu wa Irani. Wa Irani wao huaga hawapigizani kelele na Trump, yani Trump akizungumza wao hawajibu kama yeye ambavyo anazungumza, wao wanajibu kwa vitendo. Hii ndio sababu kubwa sana wa Irani kuwa umbali mrefu sana na Marekani, yani kuwa umbali ambao tunasema Marekani haisogelei kabisa Irani katika kila jambo ambalo wa Irani wamekuwa wakifanya. Na ndio sababu ya Marekani kupitia rais wake Donald Trump kuonekana kuitafuta Irani kwa hudi na uvumba, yani kwa kila njia, hata kama wa Irani wenyewe hawahitaji chochote kutokea kwa Marekani, lakini Trump amekuwa akiwatafuta kwa hudi na uvumba. Na ndio maana kila kukicha amekuwa akitoa matamko mapya, akijisikia tu anaitisha presi, anaita waandishi wa habari, anazungumza jambo lake. Sasa hebu tuone kwanza hapa uhalisia wa ujumbe wake aliotoa mapema kupitia ukurasa wake rasmi wa mtandao wa kijamii wa The Truth Social, ambapo Rais Donald Trump aliandika, na hapa ninanukuu kila mtu alichoandika. Donald Trump alianza kwa kusema kwamba, will someone please tell Papa Leo that Iran has killed at least 42,000 innocent completely unarmed protesters in the last 2 months, and that for Iran to have a nuclear bomb is absolutely unacceptable. Thank you for your attention to this matter. America is back. President Donald John Trump. Huyu ndiyo rais wa Marekani Donald Trump, na hii ndiyo akili ya rais wa Marekani Donald Trump. Bila shaka hivi sasa wa Marekani wenyewe wote wanajuta, yani kuchukua uamuzi wa kumchagua awe rais wa taifa lao. Sasa kufuatia hilo, siku ya jana tulikwambia pia kwamba rais wa Marekani ameitisha mazungumzo, duru ya pili ya mazungumzo kule mjini Islamabad, Pakistan, mara baada ya duru ya kwanza kufeli ama kushindwa kufikia mwafaka ama malengo ya makubaliano, ambapo tulikwambia pia kwamba mazungumzo hayo ameyapanga kufanyika siku ya Alhamisi, mazungumzo ya upatanishi baina ya pande hizo mbili zinazohasimiana kivita. Sasa siku ya leo rais wa Marekani Donald Trump ameibuka pia na amezungumzia swala hilo, akisema kwamba yani yeye hakufikiria na wala hafikirii kabisa kuihusisha Irani katika mazungumzo na kuongeza muda zaidi wa kusitisha mapigano baina yake na Iran, akisema kwamba yani hafikirii kama itakuwa muhimu katika hilo. Yani licha kwamba ameitisha mazungumzo na Irani, lakini hafikirii kutoa muda wa zaidi kusitisha mapigano, akiashiria kwamba anahitaji vita viendelee zaidi. Hii ndiyo akili ya rais wa watu wa Marekani. Hatari sana. Sasa Rais Donald John Trump amelizungumza hilo wakati akizungumza na shirika la habari la Marekani la ABC News, ambapo amejibu kauli hiyo kufuatia swali aliloulizwa na mwandishi huyo wa habari, akimuuliza kwamba vita vyake dhidi yake na Irani vitaisha kwa makubaliano ama uwezo wa Irani ni mkubwa zaidi kwake na huenda ukamharibu Trump, ama Trump ana mpango gani katika kuendeleza vita ama kuendeleza dhamira yake. Sasa Rais Donald Trump yeye akamjibu ya kwamba matokeo yoyote yale yanawezekana, lakini makubaliano ndiyo yatakuwa poa zaidi katika njia ya mapigano kukoma, akisema vita vinaweza kuisha kwa njia yoyote ile, lakini makubaliano ndiyo yatafaa zaidi, kwa sababu ndipo wanaweza kujenga upya kile ambacho kilikosekana ama kimeharibiwa vibaya
katika vita hivi vinavyoendelea. Na akienda mbali zaidi, Rais Donald Trump akisema kwamba Wairani kwa sasa wanahitaji amani. Wairani kwa sasa hawataki tena utumwa, na hivi sasa Wairani wana uongozi ambao ni tofauti na uongozi mpya kabisa, na wale watu kile amesema wenye msimamo mkali wote tayari wametoweka, wote Rais Donald Trump amewaangamiza. Na akisema kwamba kama Rais Donald Trump asingekuwa rais, basi dunia ingekuwa imepasuka vipande vipande, na ili ulimwengu wote ushuhudie utukufu na ukubwa wangu, basi ngoja mutazame siku 2 za kushangaza ulimwengu wa sasa. Natoa siku 2 pekee, tutashuhudia makubwa zaidi katika vita hivi. Hatari sana. Kwa hiyo ni rais wa Marekani Donald Trump, ambapo kila kukicha, yani kila siku ya Mungu, basi amekuwa akibua mbiu mpya ama kauli mpya zaidi ambayo hajulikani wala haieleweki hata kwa wale ambao wanaisikiliza kile kauli bila kujali wadhifa wao na hata mahali waliko. Haya yote yanakuja wakati ambapo rais wa Marekani Donald Trump amehaidi kuongeza wanajeshi zaidi Mashariki ya Kati ili kuweza kile amesema kufanikisha udhibiti wa moja kwa moja wa mlango wa bahari wa Hormuz pale Ghuba ya Uajemi. Madai na kauli za Trump zinakuja pia wakati ambapo ushawishi mkubwa unazidi kupungua moja kwa moja kwa rais wa Marekani Donald Trump, na hii yote ni kufuatia kile ambacho kinaelezwa kuendelea baina yake na washirika wake waliokuwa karibu, wakiwemo mataifa ya Magharibi, lakini pia na washirika wa karibu waliotangaza kujiondoa katika ushirika wake kwa siku za hivi karibuni, mataifa ya Kiarabu kule Ghuba ya Persia. Haya yote yanajiri pia wakati ambapo jumuiya mbalimbali za kimataifa na jumuiya za kimkakati katika kanda mbalimbali ulimwenguni zimezidi kuingilia kati mzozo huu unaoendelea kati ya Irani na Marekani, yakipinga na kuendeleza kumtuhumu rais wa Marekani Donald Trump kwa kufanya escalation ya vita, yani kuendeleza na kuchochea vita zaidi, ikiwa yeye ndio chanzo wa kuchochea vita hivyo alivyovianzisha mapema Februari 28 mwaka 2026. Hata hivyo, jumuiya ya kimataifa ya udhibiti wa nguvu za nishati ya atomiki ulimwenguni, yani IAEA, imetilia nguvu na kuendelea kutoa maonyo makali kwa Marekani kwa dhamira yake ya wazi ya kuhitaji kulipua vituo vya nyuklia vya Irani, ikisema kwamba kufanya hivyo ndio kuongeza uhasama zaidi, lakini pia na kuhatarisha maisha ya watu wengi Mashariki ya Kati. Hata hivyo pia mkuu wa shirika hilo la udhibiti nguvu ya nishati ya atomiki ulimwenguni Rafael Grossi pia amesema katika mazungumzo ya mapema ya kusitisha mapigano baina ya Irani na Marekani ni lazima kuhusisha matakwa ya pande zote mbili na si kusikiliza upande mmoja Marekani peke yake. Mbali na hilo pia mkuu huyo wa shirika hilo la udhibiti wa nishati ya atomiki ulimwenguni Rafael Grossi amemtaka pia Rais Donald Trump kusikiliza kwa karibu na kwa kina kile ambacho kama kipaumbele kwa Wairani dhidi ya mpango huu wa hivi karibuni, ikiwa Rais Trump ana mpango wa kuingia katika duru ya pili ya mazungumzo baina yake na Irani. Yapi maoni yako juu ya haya yote yaliyojiri kwa siku mzima ya leo na hatua za hivi karibuni katika vita vya Iran na Marekani? Hii ni Yohoma TV na mimi ni chifu mkuu wa itifaki. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.